vyao jinsi vilivyo currently sasa hivi. Yanga wanaonekana kama wako down fulani. Na sio kama down, wana pressure kubwa sana. Na kitu kingine kama unavyosema, pressure ya kuwa katika kilele pale unaongoza ligi, ni pressure ambayo inaweza kupelekea ukapoteza point kwa sababu muda mwingi unamwangalia mwenzako anakuja vipi, au sio? Kwa hiyo tunaona advantage ya Yanga kuchukua ubingwa ipo, lakini katika pressure kubwa sana. Okay, tuangalie wachezaji ambao wana nafasi ya kushambulia eneo la mwisho katika vilabu vya Simba na Yanga. Prince Dube ni mshambuliaji kinara katika kikosi cha Yanga, lakini pia Selemani Mwalimu ni mshambuliaji kinara katika kikosi cha Simba. Yaani hawa tunawaangalia ndio watakuja kuzalisha magoli mengi sana kusaidia timu zao zipate ubingwa kuelekea duru ya mwisho hii ya msimu huu. Sasa ukimwangalia Prince Dube namna ambavyo anakosa nafasi nyingi katika mechi za Yanga, unaweza kumtoa katika kuwa mshambuliaji bora ambaye ni msaada mkubwa katika timu ya Yanga. Lakini pia kimwangalia Selemani Mwalimu pia naye ni vile vile amekuwa kutumia hata Hanzi. Kocha Steve Barker, kocha wa Simba, amekuwa akimwanzisha benchi, akimuingiza baadaye sana dakika 70 kwenda 80. Sasa hii inaashiria nini? Kwamba Simba na Yanga hawana washambuliaji ambao watakuja kuwa msaada mkubwa katika magoli katika timu zao. Prince Dube, the same apply kwa Selemani Mwalimu. Unadhani kama kweli Selemani Mwalimu na Prince Dube namna ambapo, kwa sababu Prince Dube anapata nafasi kuanzia kikosi cha kwanza. Dakika nyingi sana. Ndio nataka nije huko. Selemani Mwalimu anapata dakika chache sana. Lakini anazitumia anafunga. Nadhani unaweza ukatoa tofauti gani hapa kati ya Prince Dube na Selemani Mwalimu katika engo ya kumalizia nafasi katika vikosi vyao, namna ambavyo wanacheza? Kwanza ibake kwamba Selemani Mwalimu yeye kaja kwa dirisha dogo. Sivyo, ndivyo ilivyo. Ndivyo. Yes, kaja katika dirisha dogo, kwamba Prince Dube kaja katika dirisha kubwa. Na Prince Dube katika klabu ya Yanga yeye kadumu pale muda mrefu zaidi kuliko yule mwenzake. Sawa? Lakini Selemani Mwalimu kwamba yeye hapati muda mwingi sana kutokana na mabadiliko ya kochi yeye kutokana na mbinu zake za ufundishaji anapenda sana kutumia viungo. Umeona? Anapenda kocha wa Simba sasa. Yes. Kocha wa Simba. Yes. Anapenda sana kutumia viungo. Kwa nini? Anahitaji kwamba ile combination ya viungo na backline zote za pembeni, I mean namba 7 na namba 11. Yeye ndo silaha yake kubwa sana, ndo mashambulizi yake mengi huwa yanaanzia huko pembeni. Kwa hiyo pale sasa tunaona kwamba huo tofauti, kwamba kwa nini anampumzisha Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu mimi naita ni finisher. Baada ya kupata matokeo au hajapata matokeo katika ule muda kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 45. Katika ile duru ya kipindi cha kwanza kwenye mapumziko, akiona kwamba kuna tofauti, kuna errors yoyote, either kwamba ile namba 10 aliyoiweka au namba 8 kati ya mmoja wapo, namba 8 na namba 6, I mean. Yes, namba 8 na namba 10, yoyote atakapokuwa na injury ya aina yoyote, hawa kuonyesha performance ile alikuwa anahitaji yeye, ndipo huyu Selemani Mwalimu ambaye mimi namuita finisher, yeye anakuja pale. Na mara nyingi tumeona zaidi ya game 3 au 4 anamletea matokeo yaliyochanya, afu yeye ndiyo muamuzi wa mwisho. Tofauti na Prince Dube anacheza dakika zote 90. Hakuna chochote. Sawa, anakuwa na mikimbio mizuri, lakini isiyokuwa na madhara. Tofauti na Selemani Mwalimu. Sawa, mikimbio ya Dube sawa, anakimbia vizuri, lakini hakai katika position zilizo nzuri ambayo inaweza kwamba ikawanufaisha kwamba timu yake kuipa ushindi zaidi. Lakini hapo kwa Prince Dube kuna nafasi, unasema ana mikimbio mizuri, kukaa kwenye position nzuri kwa maana ya kwamba mipira iweze kumkuta. Kwa hiyo kuna nafasi nyingi Prince Dube amezikosa, ambazo zimemkuta kwenye position ya kuweka mpira kambani. Yaani yeye na goli. Sio nafasi moja, sio nafasi mbili. Ni nyingi. Na amekosa. Sasa hapo utazungumzaje? Kwa sababu unaposema kujiposition kukaa kwenye nafasi nzuri, maana yake mpira ukute katika position nzuri uweze kufunga. Mara kadhaa Prince Dube amekutwa katika nafasi hizo, yeye na mpira na goli ile pale analiona, amekosa nafasi hizo. Unaweza kumtemu ni mshambuliaji wa namna gani? Nafasi 3 akupe hata moja, wakati mwingine anakosa zote. Kwanza tukubali kwamba timu ile iliyoisha katika mzunguko wa kwanza huu wa ligi kwamba kulikuwa na rumors. Zile sio rumors, ni kweli kwamba Prince Dube alitakiwa aachwe. Sawa, alitakiwa aache. Sasa ile ilikuwa inamletea katika akili yake mentality kwamba inamdiscourage sana, kwamba anajua kabisa kwamba mimi nitakapofanya vibaya, na ile pressure sasa ya timu jinsi ilivyo na viongozi jinsi wanavyompa pressure vile kumwanikiza, kwa ile confidence anaikosa. Licha ya mshambuliaji mzoefu anaijua ligi nzuri zaidi ya NBC hapa Tanzania, hii sasa kwake inamletea kigugumizi katika miguu. Kwa nini afanye? Ndio maana unakuta kwamba baadhi ya mipira iliyo mizuri ana uwezekano mkubwa wa kuscore, yeye anapata ketete cha miguu. Sasa pale inahitajika kwamba psychology ya walimu
wanaomtrain yeye wamtrain vizuri, wamuondoshee ile katika ile hofu. Sawa, ni michezo ya kawaida, ni vitu vya kawaida katika mchezo, huwa vinatokea vitu kama hivyo, lakini psychology haiko sawa. Kwa mfano labda mwalimu wa kikosi cha Yanga inawezekana labda naye amekosa mbinu za kumtengeneza Prince Dube awe mshambuliaji hatari kutokana na namna ambavyo wanamuona anacheza. Kwa mfano labda, kwa mfano mzuri, unamwona kocha wa Simba Steve Barker, Selemani Mwalimu kabla kwanza kutokea bench alikuwa anaanza kikosi cha kwanza, na alikuwa anazikosa nafasi za kufunga. Watu kwanza kumpelekea pressure na lawama kadha. This time around unamwona Steve Barker anamuingiza dakika ya 70, anatokea bench Selemani Mwalimu na anakiingia anafunga. Sasa labda kocha wa Simba amekuwa na technique kubwa kumjua yule Selemani Mwalimu, kubadilisha mfumo, labda anaweza kaja akafunga na vitu kama hivyo. Sasa kitu ambacho labda Prince Dube anakikosa kwa chini ya bench la ufundi la klabu ya Yanga, labda kujua Prince Dube namna gani ambavyo tumtumie ili aweze kuwa mfungaji hatari sana, kwa sababu wakati mwingine anakutana na nafasi anakosa. Kwa nadhani hapo labda ni kama ulivyosema, kuna psychological bench la ufundi kumweka Prince Dube na kumjulia ni wakati gani tumweke uwanjani aweze kufunga na awe na mikimbio namna gani. Sababu ukimwangalia Selemani Mwalimu ni kama sasa amekuwa hatari baada ya kuwa anatokea bench. Akitokea bench anafunga. Sasa utamsifia kocha wa Simba ama utamsifia Selemani Mwalimu? Hapana, hapa kwamba anayetakiwa kusifiwa ni coach. Coach ndio anayejua kwamba madhaifu ya wachezaji, coach ndio anayejua kwamba uzuri wa mchezaji, kwamba huyu mchezaji ndani ya dakika kadhaa, unajua kwamba mchezaji sio robot. Sawa, mchezaji sio robot, mchezaji ni binadamu. Kwamba ile blood inapochemka ndipo temper pia wanafanyaje, inashuka. Sio, umenielewa? Sasa Selemani Mwalimu kwa nini alikuwa anakosa zile kosa, na anajua kabisa kwamba hii timu ina uhaba, inahitaji ubingwa, inahitaji magoli. Huwezi kwamba kuwa bingwa pasipokuwa na ushindi. Huwezi kuwa bingwa pasipokuwa kushinda hizi mechi zako. Selemani Mwalimu kwanza alikuwa hayuko kiungo mchezeshaji wa kumpa yeye forward kama forward aweze kwenda kule kuscore. Tunaona Selemani anarudi nyuma, anakuja kusaidia huko nyuma, anaitafuta mipira nyuma, anarudi mpaka bimba rakati, anatafuta mpira aende nao kule juu. Timu hiyo kwamba unajua kabisa kwamba kuna walinzi walio wazuri, kuna namba 6 pale zinazosumbua sana, zinazogonga. Hawezi kukuacha wewe ukaendelea kuflow mpaka kufika kule golini uende kumzuru. Huu ni uongo. Sasa mbadala wake Selemani Mwalimu ulikuwa hakuna. Nani anayempelekea mipira kule ili aweze kuipia ushindi katika timu yake? Hakuna. Sasa hicho anachokifanya Steve Barker kumtoa Selemani Mwalimu, anatokea bench na anakuja anakuwa na madhara. Ni mbinu sahihi. Ni mbinu sahihi kwa Selemani Mwalimu. Ni mbinu nzuri na tunaona matokeo yake. Sisi tunachotaka matokeo. Tunachotaka sisi matokeo, kwamba umekuwa bench, umeusoma mchezo jinsi ulivyo. Unaingiza. Bwana, nataka ufanye hichi na hichi na hichi na hichi. Ukishasikiliza yale maelekezo na kweli anaenda kufanya yale maelekezo ya mwalimu, wewe unataka nini tena hapo? Okay, tumalize. Na ina maana katika hilo la Selemani Mwalimu tunamsifia Steve Barker. Sasa kwa Prince Dube, unadhani kipi cha kufanya naye awe miongoni mwa washambuliaji ambao wanafunga nafasi 3, anakupa 2 au anapata zote? Coach kama coach ajue kwamba Dube anataka nini. Na akishajua kwamba Dube anataka nini, kinachomsumbua Prince Dube ni pressure tu. Psychological ni bado kwamba wanabidi wamtreat vizuri yule. Wamtoe ile hofu, wamweke katika mazingira yaliyo mazuri. Ataendelea kufunga tena na tena kama alivyokuwa Azam FC. Ataendelea kufunga tena na tena na tena na tena. Sisi tumemaliza. Ni mjadala ulikuwa dakika chache kuhusiana na magari ambavyo mbili za Simba na Yanga kuelekea ubingwa wa ligi kuu ya NBC nchini Tanzania, na wakiwa na washambuliaji wao vinara Prince Dube na Selemani Mwalimu. Mjadala umekuwa dakika chache, tumemaliza. Mimi naitwa Bilo aka Baba T, niko na mwanangu anaitwa Dickson aka Smart Director, kupitia Search Media 1 kwa YouTube na Top Media kwa YouTube. Hizi show unaweza kuzipata na ukaenjoy yote ambayo tunafanya humu ndani. Au sio? Next time pia tutakutana hapa kujua namna gani ambavyo tunajadili kwa asilimia kubwa masuala ya kimichezo. Au sio? Tutakutana hapa. Bye bye. I love it.